neno la Mungu linazungumza kwamba taifa lolote linaloweza kuruhusu ushoga, illustration, maana yake limegusa sheria za Mungu, limegusa asila ya Mungu, limegusa nguvu ya Mungu, limegusa asila ya Mungu. Taifa lolote likiruhusu ushoga, ulawiti, maana yake wamegombana na Mungu. Mtu yeyote akiruhusu ushoga kwenye taifa lake atagombana na Mungu. Ndugu wa Tanzania, sisi ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao baadhi yetu ni viongozi tunaowakilisha jamii yenye kushiriki mapenzi ya jinsia moja hapa nchini mwetu, ambao ni wasagaji, wasagwaji, waliobadilisha jinsia, mabasha na mashoga. Leo kwa umoja wetu tumeamua kuzungumza nanyi wa Tanzania wenzetu, ingawa tumezifunika nyuso zetu kwa sababu za kiusalama. Ndugu wa Tanzania wenzetu, kufuatia matamko ya hivi makaribuni, kufuatia maazimio ya Bunge la Umoja wa Ulaya, ambapo pamoja na mambo mengine Bunge la Umoja wa Ulaya limetuheshimisha kwa kutaka na sisi kutambuliwa rasmi na kuheshimiwa kama ambavyo jamii nyingine za Kitanzania zinavyoheshimiwa hapa nchini mwetu. Hata hivyo, shukrani kubwa nyingi na za dhati tunazitoa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, hasa kwa mwenyekiti wake Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kutekeleza ahadi waliotuahidi na kwa kusimamia ahadi hiyo kwa vitendo, kwa kupelekea vilio vyetu vya muda mrefu kwa jumuiya mbalimbali za haki za kibinadamu. Tagombana. Narudia tena, mtu yeyote, iwe kiongozi, iwe rais wa chama chochote pinzani au tawala katika taifa lolote lile, akaruhusu na kushadadia ama kushabikia ama kuruhusu kutunga sheria ya utetezi wa ushoga, mapenzi ya jinsia moja, kwa namna yoyote ile, lazima ataadhibiwa mtu huyo kiroho katika Mungu. Ataweza kuhukumiwa katika siku ya mwisho, kwa maana ndicho kilichomfanya Mungu akaigalikisha dunia kwa maji, na ndicho kilichofanya Mungu akagalikisha Sodoma na Gomora kwa moto na kiberiti. Mapenzi ya jinsia moja ndicho kilichokuwa ugomvi mkubwa wa Mungu katika hili. Ndugu wa Tanzania, sisi ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao baadhi yetu ni viongozi tunaowakilisha jamii yenye kushiriki mapenzi ya jinsia moja hapa nchini mwetu, ambao ni wasagaji, wasagwaji, waliobadilisha jinsia, mabasha na mashoga. Leo kwa umoja wetu tumeamua kuzungumza nanyi wa Tanzania wenzetu, ingawa tumezifunika nyuso zetu kwa sababu za kiusalama. Ndugu wa Tanzania wenzetu, kufuatia matamko ya hivi makaribuni, kufuatia maazimio ya Bunge la Umoja wa Ulaya, ambapo pamoja na mambo mengine Bunge la Umoja wa Ulaya limetuheshimisha kwa kutaka na sisi kutambuliwa rasmi na kuheshimiwa kama ambavyo jamii nyingine za Kitanzania zinavyoheshimiwa hapa nchini mwetu. Hata hivyo, shukrani kubwa nyingi na za dhati tunazitoa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, hasa kwa mwenyekiti wake Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kutekeleza ahadi waliotuahidi na kwa kusimamia ahadi hiyo kwa vitendo, kwa kupelekea vilio vyetu vya muda mrefu kwa jumuiya mbalimbali za haki za kibinadamu pamoja na Bunge la Umoja wa Ulaya. Sisi kama jamii yenye kushiriki mapenzi ya jinsia moja tunawaomba Watanzania wenzetu, haswa viongozi wetu wa dini, kuacha kututenga, kutubeza na kutunyanyapaa, kwani kufanya hivyo ni kinyume na haki za binadamu. Lakini pia zisitumiwe dini kwa kutulenga vibaya. Kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu, kila mmoja ana uhuru wa kuabudu dini anayoiamini, ili mradi dini hiyo isikiuke sheria za nchi au hata kutokuwa na dini yoyote ile, kwa sababu nchi yetu kwa mujibu wa katiba na sheria zetu haina dini. Aidha, tunatoa wito kwa taasisi mbalimbali za haki za binadamu, asasi za kiraia pamoja na vyama mbalimbali vya siasa nchini kupaza sauti zao kwa ajili ya kuheshimu haki zetu kama ambavyo sisi tunaheshimu haki za jamii nyingine. Pamoja na hayo, tumeungana na taasisi mbalimbali za haki za binadamu, viongozi mbalimbali pamoja na Bunge la Umoja wa Ulaya kwa kutaka kuachiliwa mara moja bila masharti yoyote mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Tundu Lissu
kwa sababu tunaamini kesi aliyoshtakiwa nayo ni kesi ya kupangwa dhidi yake kwa sababu ya utetezi wake wa haki za binadamu kwa Watanzania wote bila ubaguzi. Pamoja na mambo mengine, tunaunga mkono no reforms no election kwa sababu zikifanyika reforms tunaamini zitalinda haki mbalimbali zikiwemo haki zetu sisi kama ambavyo tumekuwa tukizililia haki hizo kwa muda mrefu. Asanteni kwa kutusikiliza. #Tanzania bila kubaguliwa kwa wapenzi wa jinsia moja na kuheshimiwa kwa haki zao inawezekana. Tanzania bila kubaguliwa kwa wapenzi wa jinsia moja inaheshimiwa kwa haki zao inawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wana na binti za Mungu, kwanza ni kusalimu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mahali pale ambapo upo unaponitazama na kunifuatilia katika bara la Ulaya, bara la Afrika, nichukue nafasi hii kukushukuru wewe ambaye umekuwa ni mtazamaji wangu, pia ni mtumishi wa Mungu ambaye umeendelea kunisupport katika utume wangu. Mungu akubariki sana. Lakini pia nichukue nafasi hii kuwashukuru wale wote ambao wanazidi kuniombea. Na kingine cha mwisho kabisa nishukuru wale wote ambao wameendelea kusapoti watu ambao wanapigania haki katika taifa letu la Tanzania, wachungaji pamoja na wanasiasa mbalimbali, viongozi wa serikali ambao wanapambana kwa sababu ya kuhakikisha kwamba taifa letu linapoteza watu ambao wanakuwa sio watu salama. Kwa hiyo nichukue hii nafasi kusema kwamba Mungu aendelee kukubariki, ambaye umeendelea kuwa miongoni mwa watu ambao wanawaombea watu kama hao, wanaopambania taifa letu lirudi kwenye mchakato mzuri zaidi wa amani. Jambo la mwisho kabisa, nichukue nafasi hii kurudia kusema bado tunalo changizo letu ambalo nimekuomba sana juu ya pambano linaloendelea. Kesi imefika mahali pazuri na hivi karibuni nitakupa habari njema ambazo zinaendelea kujitokeza katika kesi, na ushindi wake Mungu ni mkuu sana. Atafanya kitu kama nilivyokuambia. Kuendelea kuungana pamoja na mimi katika utume huu ambao tunaendelea nao. Sasa funika macho yako basi tupate kuomba. Mfalme wa wafalme, nikushukuru kwa neema na upendo wako ambao umeendelea kuwa pamoja nasi. Mimi mtumwa wako, umenilinda na kunitunza na kunitumia kama chombo kipazacho sauti. Naamini Yesu umesikia. Katika jina la Baba na Mwana na Mtakatifu. Amen. Sasa mtazamaji wangu, nataka nikusomee andiko takatifu ambalo linatoka katika Wakorinto wa kwanza 6:9. Biblia inasema hivi: au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Washerati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafiraji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Na baadhi yenu mlikuwa watu wa namna hii. Arudia tena, nisikilize vizuri mtu wa Mungu. Au hamjui ya kuwa wadhalimu hawataurithi ufalme wa Mungu? Msidanganyike. Washerati hawataurithi ufalme wa Mungu, wala waabudu sanamu, wala wazinzi, wala wafilaji, wala walawiti, wala wevi, wala watamanio, wala walevi, wala watukanaji, wala wanyang'anyi. Mtu wa Mungu, nataka nikwambie haya mambo yameorozeshwa ambayo mengi yatashamiri katika nyakati za mwisho, na wengi watayatetea na kuyafanya kuwa ni sehemu ya maisha. Kwa mfano, anapozungumzia washerati leo tunao wengi sana. Tunapozungumzia waabudu sanamu, ni wengi sana. Watu wanaabudu sanamu. Sanamu haimaanishi kwamba mpaka iwe mbao. Tunaona katika imani ya
moja ambayo ipo inaabudu sanamu, tunaifahamu, inaabudu Bikira Maria, inaabudu Rogali, inaabudu wafu, maana Mariamu ameshakufa. Kunako watu ambao wanaabudu watu ambao tayari wamefanya nini? Ni wafu. Lakini Mungu wetu anasema katika Biblia, Mungu wetu ni Mungu wa walio hai, sio Mungu wa wafu. Umeelewa vizuri? Lakini kikuta mtu anamuomba mtu aliyekufa kama Bikira Maria, hapo tayari Biblia inasema hawezi kuurithi ufalme wa mbinguni, kwa sababu Mariamu alishaga kufa. Na neno la Mungu linasema hatuna jina jingine liwezalo kutuokoa isipokuwa jina mojawapo tu, la nani? La Yesu Kristo peke yake tu, liwezalo kutusamehe dhambi, liwezalo kufanya kututakasa, ni jina la Yesu. Kwa hiyo wale ambao watakwenda kinyume na kuabudu kama wanavyofanya watu siku hizi, wanamwabudu Mariamu au mtume fulani, kwa hiyo tayari hapo watakuwa wamejifungia malango ya kuingia katika uzima wa milele, kwa namna maandiko matakatifu yanavyoelezea hapa. Lakini pia anasema wazinzi. Leo tunako watu wengi ni wazinzi sana, roho ya uzinzi. Wanabadilisha wanawake kama nguo, kwa hiyo ina maana, au wanaume kama nguo. Wazinzi haiwi kwa wanaume tu, wanaume na wanawake wazinzi. Leo unakuta kwenye simu watu wako na wanaume, mwanamke mmoja, binti mmoja mdogo tu ana wanaume kwenye simu yake zaidi ya 20, na wote anatembea nao, na wote ni wapenzi wake. Kwa hiyo ndio zama hizi ambazo zinaelezwa kwamba wote hawa hawataurithi ufalme wa nini? Wa mbinguni. Lakini pia anasema wala wafiraji. Sasa hapa ndipo tunataka tutie makucha kidogo, tutie mzizi. Wafiraji. Kwa nini Biblia imetumia neno hili ambalo ni zito kweli kweli, na imelitamka pasipo kuwepo na kutumia tafsida? Sasa inazungumza wafiraji, yani maana yake ni wale watu ambao wanaingia katika mahusiano kinyume na maumbile. Kwa hiyo hiki ni kitendo ambacho Mungu anakiweka, anakiita wafiraji. Kwa hiyo ina maana ni wale ambao wanakuwa kinyume katika tendo la ndoa. Wapo watu ambao leo hata wako kwenye ndoa, wana ndoa kabisa, lakini wako tayari, wako radhi kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Ndoa nyingi unakuta zina watu wanalalamika, kike wanalalamika kutokana na kwamba mume yeye hawezi kufanya tendo lile kutokana na roho imeshamuingia ya shetani, ambapo Mungu kila kiungo alikiumba kwa matumizi yake. Lakini leo wanadamu wa leo wamebadili matumizi ya asili kama neno la Mungu linavyozungumza. Walibadili, enzi hizo walifanya hiki kitendo, lakini sasa hivi ndio kimefika sehemu yake pakubwa. Neno la Mungu linaeleza katika Wakorintho kwamba Timotheo nadhani kwamba walibadili maumbile ya asili, matumizi ya asili na kuyafanya kuwa tofauti, na kufanya kuzitumia maumbile wakayatumia tofauti. Ngoja nikusomee kabisa ile andika katika kitabu cha Walumi, kitabu cha Walumi 1:6. Hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili. Wanawake wakafanya nini? Wakabadili. Katika zama hizo za Sodoma na Gomora kulikuwepo na haya mambo ambayo yanaendelea. Mimi vizuri inasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Tamaa za aibu ni nini? Za mwili. Kwa dhambi iliyomkasirisha Mungu kipindi hicho, ukisoma katika Mwanzo 6 utaona pale habari hizo.
Mungu amechukizwa na hicho kitendo, na tendo ambalo lilimchukiza ni zina. Hii hapa inazungumziwa ufilaji pamoja kwenda kinyume. Maana kinasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Kwa sababu inafika hatua Mungu huwa anatusihi, mwisho wa siku anasema sihitaji kuzuia kumlazimisha huyu anifuate na kunielewa. Huwa anamruhusu mtu achague kile ambacho anachokitaka. Kwa hiyo walilazimisha, walihubiriwa, waliambiwa, lakini hawakuweza kusikia. Hata katika kipindi cha Sodoma na Gomora, kipindi cha Nuhu, vivyo hivyo watu walikuwa wanafanya mambo haya kwa tena hadharani, walikuwa wanafanya matendo haya maovu hadharani. Na hata sasa hivi yanafanyika. Nilikuwa naangalia clip moja ya Amerika kule Marekani. Kuna watu ambao wamekosa makazi, sasa wanalala nje. Lakini sasa ni mke na mume wamefika hatua ni mchana na wanatenda matendo haya mchana kweupe na watu wanaona, na haiwastui. Lakini pia hata watu ambao wanapita wengine wanaona kawaida tu. Ni kitu ambacho tayari kimetokea na kinaendelea kutokea, na itakuwa zaidi ya kile kipindi ambacho Biblia inaeleza, kipindi cha Sodoma na Gomora walifanya. Na matendo tunayofanya sasa hivi yameshadhidi kipindi cha Sodoma walichokifanya. Kwa hiyo matendo hayo yalifanywa huko, na ndio maana Mungu kwa kung'ang'aniza na kufanya mioyo yao kuwa migumu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu. Hata wanawake wakabadili matumizi ya asili kwa matumizi yasiyo asili. Maana yake wakaacha kutumia jinsia ambayo Mungu ameiumba kwa ajili ya kutumika kwa matumizi fulani, lakini wanawake hawa wakawa wanatumia matumizi yao ya asili ya maumbile yao, wakawa wanatumia tofauti. Umeshaelewa vizuri? Yanatumika tofauti. Hawa wanawake, umeelewa vizuri, wakakubali kufanya hivyo vitendo. Kwa mfano leo tunayo lugha moja inaitwa mtu anauza Tigo. Mtu anauza Tigo. Tigo ni mtandao wa simu, lakini lugha ya Kitanzania ukisema anauza Tigo, maana yake unafanya mapenzi kinyume na maumbile. Umeelewa vizuri? Na simbo ama alama ya wanawake ama wanaume wanaofanya mapenzi kinyume na maumbile, kwa njia hiyo maana yake tunaona kuwa wanakuwepo na shanga au cheni kwenye mguu mmoja wa kulia ama mguu wa kushoto. Kwa hiyo hao wanawakilisha, na siku hizi kuna wanaume wameweka na kuna wanawake pia wanaweka. Kwa hiyo hiyo ni ishara ya watu ambao wanafanya mapenzi kinyume na maumbile, wanaovaa cheni miguuni. Wanavaa cheni miguuni ni kiwakilishi cha watu ambao wamekubali kufanya mapenzi kinyume na maumbile. Kama neno la Mungu linasema, kitendo hiki kilimkasirisha kwa watu wale wa nyuma walipokifanya. Kitendo hiki kilimuudhi Mungu, na hakuna kitendo ambacho kinamuudhi Mungu kama tendo hili, kubadilisha matumizi ya asili. Na ndio maana Mungu, ukisoma katika Mwanzo 6 utakuja kuona kwamba baada ya kuwa wameyaendesha haya mambo, Mungu akawaacha, lakini moyo wake ikafika hatua akasema sitaweza kushindana na mwanadamu. Maana kitendo hili huaga linamkasirisha Mungu kuliko maelezo. Na utakatifu wa mwanadamu unalindwa kupitia kitu kama ujui. Yaani utakatifu wetu uko kwenye mipaka kupitia hili jambo. Anasema hivyo Mungu aliwaacha wafuate tamaa zao za aibu, hata wanawake wakabadili matumizi yao ya asili kwa matumizi yasiyo ya asili. Wanaume nao hivyo waliacha matumizi ya mke ya asili, wakawakiana tamaa wanaume, wakiyatenda yasiyopasa. Manake sasa mwisho hata wanaume wakaona sasa hakuna haja tena ya kushiriki tendo mapenzi katika asili Mungu alivyokusudia katika viungo. Sasa wakaona hata wale wanaume hawaridhiki. Shetani aliongeza ushawishi na nguvu za kuchochea homoni na akili za kipepo zaidi. Maana kipindi hicho wingu la majini, mapepo yalishuka sana hapo. Kusoma katika Mwanzo Kutoka utakuja kuona kulishuka majini. Kulishuka majini yakashuka sana pale, yakaja kuaffect pale ule mji. Kwa hiyo wengi walikufa kwa sababu waliingia kwenye ile hatari kwa sababu majini yalishuka pale.
yalishuka pale kufanya pale Sodoma pale. Yalishuka, kuna wingu lilishuka pale kutoka kwenye mkono wa shetani. Shuka pale kabisa kwenye Sodoma pale, liliweka kituo. Majini yalishuka pale majini kwa ajili ya kuleta hizi ashki zenye miili kwa ajili ya kutenda hilo tendo. Ndio maana unaona akili zao hawa watu wanaonyeshwa kwamba wanaume wakaamua kuona kwamba asili za wake zao hawawezi tena hawaridhiki. Kwa hiyo wakaamua kutafuta njia mbadala, wakaacha zile tabia za asili ambazo Mungu aliziumbia kwao, wakaanza kutenda wao kwa wao. Kwa hiyo wakaanza mapenzi ya jinsia moja, mwanaume na mwanaume, ambapo leo sasa tunaita ushoga. Sasa ushoga, tendo lile linaitwa sasa ufilaji, kwenda kinyume na maumbile. Sasa hiki ndicho kinachozungumziwa hapa katika Lumi 1:26. Kwa hiyo hiki kinaitwa ufilaji wa kwenda kinyume na maumbile. Lakini sasa katika dunia hiyo ya kipindi hicho walikifanya kitendo hiki na kikawa kitu cha kawaida, walikitetea sana. Na neno la Mungu linazungumza kwamba Mungu alipokuja kuona hiki kitendo kimefika hatua kimechukuliwa kuwa ni sehemu ya kawaida, kanisa limechukulia sehemu ya kawaida, viongozi wa serikali wamechukua sehemu ya kawaida, watu wote wa dini, wachungaji walichukulia kitu cha kawaida, ndipo sasa Mungu akachukizwa na tendo hili, na ndipo akasema, hakika mwanadamu niliyemfanya kwa mkono wangu mwenyewe, niliyemfinyanga kwa mkono wangu mwenyewe, sitoweza kushindana naye, nitamtupilia mbali, tamfutilia mbali. Kwa hiyo Mungu alipofika stage hiyo kuona hilo tendo, huwa ni mwisho wa uvumilivu wa Mungu. Na ndio maana katika kitabu cha Mathayo 24 ukisoma pale mstari wa 37, maandiko matakatifu pia anaendelea kuzungumza kwamba na kama ilivyokuwa, Yesu mwenyewe anazungumza, na kama ilivyokuwa, anaongea kwa niaba ya baba yake. Anasema, na kama ilivyokuwa kile kipindi cha Nuhu, watu walikuwa wakila, wakinywa na kuolewa, wakioa na kuolewa, hata wasijue, safina ikafungwa, gharika ikaje ikawaangamiza. Ndivyo itakavyokuwa. Kwa mantiki hiyo ni kwamba kuna matendo ambayo yaliyotokea yakamuudhi Mungu baba yake. Anazungumza Yesu. Manake Yesu walimuuliza wanafunzi, kamuuliza, tuambie dalili za kuja. Moja ya jibu lake ilikuwa ni hilo, dalili itakavyoonekana kama ile iliyotokea kipindi cha Gomora, kipindi cha Nuhu, Sodoma na Gomora. Akasema matendo hayo yatakapoonekana machoni penu yanatendeka, basi jueni kwamba Mungu wa mbinguni atakuwa hawezi kuvumilia, ndipo utakuwa ni mwisho wa ulimwengu huu. Lazima, anasema, ataangamiza dunia. Sasa Yesu anazungumza katika Mathayo, anawaambia wanafunzi, mtakapoyaona haya yamejirudia. Moja ya tendo akasema, watu walikuwa wakila na kunywa, wakioa. Sasa kwa nini kuoa na kuolewa? Maana yake walifanya matendo kinyume, kuolewa kinyume, waliolewa nje na misingi ya Kristo, waliolewa kinyume, walitenda matendo maovu, ndoa za tofauti, ndoa za ushoga, ndoa za jinsia moja, ndoa za mikataba, ndoa za wake wengi, na zinapigiwa debe mpaka makanisani. Sasa Yesu anazungumza kwa niaba ya babake, anasema mtakapoyaona yamejirudia matukio na tabia hizi, matendo haya maovu yakijirejea tena, tambueni ya kwamba ulimwengu utafika mwisho. Baba yetu atakasirika, kama alivyokasirika zama hizo, atakasirika na sasa. Havumiliagi hicho kitu. Yesu anazungumza hivyo. Lakini je, haya matendo yametokea, hayajatokea? Matendo haya, nataka nikukumbushe, yanatokea. Na hata katika taifa letu la Tanzania tumeiona serikali yetu imepambana kuhakikisha kwamba inapambana na nguvu hizi za ushoga, inapambana na watu wanaotetea ushoga. Mataifa mbalimbali katika ulimwengu yamepitisha sheria ya ushoga. Imani ya KRC, tunamuona Papa na yeye alipitisha kisaikolojia.
maana yake anasema wanaweza kuwa sehemu ya kushiriki, lakini japokuwa lugha inayotumika kanisa halitambui ndoa ya jinsia moja, inatambua ndoa za mke na mume, lakini wanapewa nafasi ya kuhudhuria, ya kuwepo katika ibada, kufungisha ibada. Kwa hiyo wapo tayari sasa hivi makanisa mbalimbali yameshaanza kufungisha. Wewe mwenyewe ni shahidi, tafuta, unaweza ukagoogle hapa, maana unaweza ukasema mtumishi unaongelea kitu gani, lakini vitu vyote viko hapo. Unaweza ukagoogle makanisa mangapi sasa hivi yanafungisha ndoa za jinsia moja, na ni makanisa ambayo yaliyo chini ya utawala wa Kirumi. Ninapozungumza utawala wa Kirumi ni upapa, maana yake kwamba kwa sababu Papa hajanyanyua kinywa chake kuwa na lugha moja ya kusema hiki no, na baadhi ya makasisi, baadhi ya wachungaji, baadhi ya mapadri, tunaona jinsi gani ambao wachungaji na wengine manabii na ni mashoga, na wachungaji ni mashoga. Nilishuhudia pale, kulikuwa na imamu mmoja ambaye naye ni shehe. Yeye, unajua dini ya nakumbuka ni dini ya baba yangu na babu yangu. Mimi nimezaliwa kwa Waislamu vizuri. Hii dini kidogo, dini ya baba yangu mimi ni dini ambayo ina misingi, ina misimamo sana kwenye mambo haya. Wao kukuweza kukuondoa duniani kwa sababu ya mchezo wa vitu kama hivyo ni dakika hizi 2, na wanakuambia hela, tutalipwa kwa hela, ila wanatetea dini, wanafia dini yao. Kwa hiyo nilimuona huyu imamu amejitokeza, anajisema yeye ni shoga. Hakuchukua laundi. Kwa hiyo alikuwa anasalisha misikitini huku akiwa shoga, lakini uliona alipigwa risasi na hakuchukua laundi hata kidogo, aliuawa. Sasa ukajiuliza swali, kwa nini? Kabla hajajitangaza kuwa yeye ni imamu, ni shoga, alikuwa hai tu, ana struggle, anaendelea kufanya mambo yake. Lakini alipojitangaza tu, kwa nini hakuchukua hata muda mfupi, alitoa risasi akauawa, na ile kesi haijajulikana imeishia wapi. Kwa hiyo ndugu zetu, mababu zangu hawa kwenye dini hii ya wenzetu, iko serious kuitetea dini yao. Hawataki mchezo na mzaha, hawataki kuona ukafiri na upuuzi kama huo. Na tungeliiga sisi wa Kristo, tungekuwa katika misingi mizuri sana. Kwa hiyo mimi nawapongeza pia Waislamu kwa kuzidi kusimamia misingi hii ambayo Mwenyezi Mungu hakubaliani nayo, na Mungu mwenyewe hakubaliani nayo. Kwa hiyo inakuwaje sisi tunakubaliana? Sasa sikiliza vizuri. Kwa katika mataifa mbalimbali tunaona jinsi gani yamepitisha huruka hii ya kukubaliwa ushoga. Taifa la Marekani nalo limeibuka kwa lugha hiyo ambayo ni lugha kama ya picha, ni kama lugha ya danganya toto. Lugha ya danganya toto, lakini kiukweli kiuhalisia hii sio ni lugha tu ya danganya toto, lakini kiukweli hata USA mfumo muda sio mrefu vitapitishwa tu, kwa sababu hiyo ni mfumo umekaa katika ulimwengu New Old Order. Kwa hiyo hizi lugha tunazoziona katika viongozi kadha wa kadha ni lugha zenye lugha ya picha ya kutufumba macho, lakini tulio watu wa rohoni, wasomi wa maandiko matakatifu, hivi vitu ndivyo vitakavyokamilisha mwisho wa ulimwengu. Lazima vitatokea na vitapata nafasi kwenye ulimwengu, na vitapewa nafasi. Na kama unavyoona USA, uwezi ukamtazama shoga kwa nguvu hivi, unamtazama kama unambeza, akikipiga simu utashangaa unakuja kukamatwa na polisi USA pale. Kwa sababu mashoga yamepewa nafasi na kuheshimika sana. Sasa nataka niseme jambo moja. Katika taifa la Tanzania pia tunaona kwamba kuna mashoga. Juzi tuliona kuhusiana na mashoga ambao ndio wanafanya mapenzi ya jinsia moja, ufilaji na ulawiti. Sasa neno la Mungu linazungumza kwamba taifa lolote linaloweza kuruhusu ushoga, illustration, maana yake limegusa sheria za Mungu, limegusa asila ya Mungu, limegusa nguvu ya Mungu, limegusa asila ya Mungu. Taifa lolote likiruhusu ushoga, ulawiti, maana yake wamegombana na Mungu. Mtu yeyote akiruhusu ushoga kwenye taifa lake atagombana na Mungu. Narudia. Ndugu wa Tanzania, sisi ni raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
ambao baadhi yetu ni viongozi tunaowakilisha jamii yenye kushiriki mapenzi ya jinsia moja hapa nchini mwetu, ambao ni wasagaji, wasagwaji, waliobadilisha jinsia, mabasha na mashoga. Leo kwa umoja wetu tumeamua kuzungumza nanyi Watanzania wenzetu, ingawa tumezifunika nyuso zetu kwa sababu za kiusalama. Ndugu Watanzania wenzetu, kufuatia matamko ya hivi makaribuni, kufuatia maazimio ya Bunge la Umoja wa Ulaya, ambapo pamoja na mambo mengine Bunge la Umoja wa Ulaya limetuheshimisha kwa kutaka na sisi kutambuliwa rasmi na kuheshimiwa kama ambavyo jamii nyingine za Kitanzania zinavyoheshimiwa hapa nchini mwetu. Hata hivyo, shukrani kubwa nyingi na za dhati tunazitoa kwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hasa kwa mwenyekiti wake Mheshimiwa Tundu Lissu kwa kutekeleza ahadi waliotuahidi na kwa kusimamia ahadi hiyo kwa vitendo, kwa kupelekea vilio vyetu vya muda mrefu kwa jumuiya mbalimbali za haki za kibinadamu pamoja na Bunge la Umoja wa Ulaya. Sisi kama jamii yenye kushiriki mapenzi ya jinsia moja tunawaomba Watanzania wenzetu, haswa viongozi wetu wa dini, kuacha kututenga, kutubeza na kutunyanyapaa, kwani kufanya hivyo ni kinyume na haki za binadamu. Lakini pia zisitumiwe dini kwa kutulenga vibaya. Kwa mujibu wa katiba na sheria za nchi yetu, kila mmoja ana uhuru wa kuabudu dini anayoiamini, ili mradi dini hiyo isikiuke sheria za nchi au hata kutokuwa na dini yoyote ile, kwa sababu nchi yetu kwa mujibu wa katiba na sheria zetu haina dini. Aidha, tunatoa wito kwa taasisi mbalimbali za haki za binadamu, asasi za kiraia pamoja na vyama mbalimbali vya siasa nchini kupaza sauti zao kwa ajili ya kuheshimu haki zetu kama ambavyo sisi tunaheshimu haki za jamii nyingine. Pamoja na hayo, tumeungana na taasisi mbalimbali za haki za binadamu, viongozi mbalimbali pamoja na Bunge la Umoja wa Ulaya kwa kutaka kuachiliwa mara moja bila masharti yoyote mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Mheshimiwa Tundu Lissu, kwa sababu tunaamini kesi aliyoshtakiwa nayo ni kesi ya kupangwa dhidi yake kwa sababu ya utetezi wake wa haki za binadamu kwa Watanzania wote bila ubaguzi. Pamoja na mambo mengine, tunaunga mkono no reforms, no election, kwa sababu zikifanyika reforms tunaamini zitalinda haki mbalimbali zikiwemo haki zetu sisi, kama ambavyo tumekuwa tukizililia haki hizo kwa muda mrefu. Asanteni kwa kutusikiliza. #Tanzania bila kubaguliwa kwa wapenzi wa jinsia moja na kuheshimiwa kwa haki zao inawezekana. Tanzania bila kubaguliwa kwa wapenzi wa jinsia moja inaheshimiwa kwa haki zao inawezekana. No reforms, no election. No reforms, no election. Narudia tena, mtu yeyote, iwe kiongozi, iwe rais wa chama chochote pinzani au tawala katika taifa lolote lile, akaruhusu na kushadadia ama kushabikia ama kuruhusu kutunga sheria ya utetezi wa ushoga, mapenzi ya jinsia moja, kwa namna yoyote ile, lazima ataadhibiwa mtu huyo kiroho katika Mungu. Ataweza kuhukumiwa katika siku ya mwisho, kwa maana ndicho kilichomfanya Mungu akaigalikisha dunia kwa maji, na ndicho kilichofanya Mungu akagalikisha Sodoma na Gomora kwa moto na kiberiti. Mapenzi ya jinsia moja ndicho kilichokuwa ugomvi mkubwa wa Mungu katika hili. Narudia tena, mtu yeyote, iwe kiongozi, iwe rais wa chama chochote pinzani au tawala katika taifa lolote lile, akaruhusu na kushadadia ama kushabikia ama kuruhusu kutunga sheria ya utetezi wa ushoga, mapenzi ya jinsia moja, kwa namna yoyote ile, lazima ataadhibiwa mtu huyo kiroho katika Mungu. Ataweza kuhukumiwa katika siku ya mwisho, kwa maana ndicho kilichomfanya Mungu akaigalikisha dunia kwa maji, na ndicho kilichofanya Mungu akagalikisha Sodoma na Gomora kwa moto na kiberiti.